Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo katika madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Ni Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametukirimia kuwa kwa pamoja, na ili tuweze kulisoma neno lake Mwenyezi Mungu, litupe mwelekeo, lituelekeze, lituimize, liturekebishe, lengo kuu ikiwa ni tuzidi kukua kiroho. Na Jumatatu ya leo ningependa tusome katika kitabu cha Waibrania sura ya 12. Nitasoma mstari wa kwanza na wa pili, na Biblia inasema, basi kwa sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Baba, nena nasi kupitia hili neno lako siku ya leo na wiki hii Baba, katuimize, katupe mwelekeo Baba, katukemee Mungu wetu, kaweze kutupa maarifa, na juu zaidi naomba Roho wako Mtakatifu atalifunua hili neno zaidi kwetu, na hili likatufae katika maisha yetu ya kawaida na hata katika maisha yetu ya kiroho. Katika yote mfalme wetu na Mungu wetu, wacha sifa, utukufu Baba zikakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, Jumatatu hii ya leo, na tunapoangalia katika hichi kitabu cha Waibrania, tunaelewa hichi kitabu cha Waibrania kiliandikwa kati ya mwaka wa 60 na 70 kwa lugha ya Kiingereza AD ndio hichi kitabu kiliandikwa, na hivyo tunaona zaidi mwandishi wa hichi kitabu alitumia mfano wa mbio za michezo au mchezo uliokuwa unaeleweka katika utamaduni wa wakati ule, na ndio maana Biblia hapa tunapoanza inatuambia vizuri zaidi, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo utuzingao, kila dhambi ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Na hivyo mwandishi hichi kitabu, wale ambao ni wasomi wa hichi kitabu wanasema kiliandikwa, jinsi nimekuambia, kati ya AD 60 to 70, na hivyo hichi kitabu kiliandikiwa Wakristo Wayahudi waliokuwa wanateswa. Walikuwa wameokoka na walikuwa katikati ya Wayahudi wengine, lakini walikuwa wanapitia mateso. Na hapa tunaona alipokuwa anaandika hichi kitabu, alikuwa anakumbusha kwamba Yesu Kristo alivumilia aibu ya msalaba, hivyo alitaka wale waumini wa Kiyahudi waweze pia kuvumilia majaribu yao. Na ndio maana ujumbe siku ya leo nimeupa kichwa wa kukimbia mbio za imani, kukimbia mbio za imani tukimtazama Yesu Kristo. Na hivyo Mungu anapokuwa anazungumza na sisi, jinsi nimekuelezea, hawa ni Wayahudi walikuwa wanazungumziwa, Wakristo Wayahudi walikuwa wanazungumziwa, na walipokuwa wanazungumziwa, tunaona hapa kuna jambo na ambalo ni la muhimu zaidi, na ambalo Yesu Kristo ama Mungu anataka tuangalie katika kanisa la leo, kwamba Ukristo, imani ya Kikristo, tuko mbioni, na tunapokuwa mbioni tunastahili kupiga hizi mbio kwa uvumilivu na pasipo na kukata tamaa. Hili ni jambo na ambalo ni muhimu, na ndio maana siku ya leo tunaangalia Waibrania 12 mstari wa kwanza na wa pili, na tunajifunza jinsi maisha ya imani ni kama mbio zinazohitaji uvumilivu. Hizi ni mbio zinazohitaji uvumilivu, na hivyo tunafaa kuelewa maisha ya Kikristo
Kikristo ni mbio za kiroho, na hivyo tukielewa maisha ya Kikristo ni mbio za kiroho, kama wanariadha wanavyotoa kila kitu kizito kinachowaweka nyuma. Na hivyo sisi kama Wakristo tunaitwa kuachilia dhambi, tunaitwa kuachilia tabia mbaya na vitu vinavyotuacha nyuma kiroho, vitu na ambavyo vitasababisha tuweze kutoka katika hizi mbio. Maana unapokimbia, mwandishi alitumia mbio kama mashindano, maana wakimbiaji ule wakati walihitaji kutoa. Hata ndio sababu hata waleo unaona wakimbiaji, hata manguo wanayovaa ni manguo nyepesi, ni manguo na ambayo hawatachoka wanapokimbia. Vivyo hivyo maisha ya Ukristo ni mbio, na hizi mbio zinahitaji uondoe chochote kile na ambacho kitakusababisha uchoke katika hizi mbio, kitakusababisha uache kwenda mwendo wa kasi na ambao unastahili kuenenda. Na hivyo Waibrania alikuwa akizungumza na Wakristo Wayahudi, na siku ya leo anazungumza na sisi, na hivyo ndio maana anatuambia kwamba maisha ya Kikristo ni mbio za kiroho. Kwa hivyo shika hilo, ni mbio za kiroho, na unaweza ukasema ni marathon. Kama wanariadha wanavyotoa kila kitu, hautapata mwanariadha akiwa amebabanisha machupa, hautapata mwanariadha akiwa amevaa manguo mazito, hautapata mwanariadha akiwa amebeba mizigo. La hasha, anaondoa yote, anabaki akiwa mwepesi. Vivyo hivyo ndivyo tunavyoitwa tunapoanza hii wiki. Unaweza ukaangalia wiki iliyopita, nini kilisababisha ukaacha kukimbia hizi mbio, kikakufanya ukawa umebeba mzigo, ukawa hauendi mbio jinsi unavyostahili, ukachoka katika hizi mbio. Yesu anatuita tukimbie hizi mbio kwa uvumilivu, tukimbie hizi mbio na tuhakikishe chochote kile kitatufanya tuchoke kukimbia hizi mbio tunakiweka kando, na hivyo iwe ni dhambi inapaswa kuwekwa kando. Na itawekwa kando vipi? Dhambi inawekwa kando kwa kuliweka neno la Mungu moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiliweka neno la Mungu moyoni mwako, dhambi kama mzigo itaondoka na utazipiga hizi mbio kwa uvumilivu pasipo na kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Tabia mbaya unapoziondoa, utazipiga hizi mbio pasipo na kuchoka. Vitu vinavyotuacha nyuma kiroho, kuna tabia fulani umeshika kasi na unasonga, unaanza kukua kiroho, na hivyo kuna tabia zingine ukiendelea kuzibeba zitasababisha uendelee kuishi kama mtoto wa kiroho badala uishi kama mtu aliyekomaa. Yesu anataka tukomae katika hizi mbio. Katika Ukristo Yesu anataka tukomae, hataki tuendelee kunywa maziwa. Ni wakati wa kula nyama, si wakati wa kunywa maziwa. Na hivyo iwapo hautaacha hizi dhambi, hautaacha tabia mbaya, hautaacha chochote kile kinakusababisha usipige hizi mbio kwa uvumilivu, basi utaendelea kuwa mtoto wa kiroho. Lakini Mungu anatuita na ili tukakue, na ili tukaweze watu wakomavu na ambao watazipiga hizi mbio, na ni kuacha mambo yote na ambayo yanatusababisha tuchoke, yanayotuzinga kwa upesi, tuyaache. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo jambo lingine tunafaa kuelewa ni kwamba katika mstari upya unasisitiza kumwangalia Yesu. Katika hizi mbio hatupigi tu mbio tukiangalia mambo mengine. Mbio zetu tunazipiga tukimwangalia Kristo aliyekuwa mwanzilishi na ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Yesu Kristo tunaambiwa tumwangalie katika hizi mbio. Ndio Kristo ndiye aliyekuokoa, na hivyo ulimkiri akafanyika Bwana na Mwokozi wa maisha kwako, na hivyo unafaa kumwangalia Kristo. Ni katika hiyo biashara, ni katika eneo lako la kazi, chochote kile unachokifanya, mwangalie Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani ya kwako, kwa sababu umeondoa kila mzigo mzito unaokupika ama ukuzingao kwa upesi, iwe ni tabia mbaya, iwe ni dhambi, chochote kile kinasababisha usikimbie hizi mbio za kiroho katika mwendo Kristo anaotaka, maana umeuondoa. Sasa unamtazama Kristo. Maana shida ni kwamba wakati mwingine tunajipata tukitazama vitu vingine. It's simple, tunaweka matumaini yetu kwa vitu, na hilo peke yake litatusababisha tuache kuzipiga hizi mbio kwa uvumilivu.
Anatuambia tumwangalie Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Na hapa ndio imani inaingilia, hapa ndipo kumtegemea Mungu kunaingilia. Anatuambia tumtegemee na moyo wetu wote, wala tusitegemee akili zetu wenyewe. Anatuambia katika njia zetu zote tumkiri yeye, na yeye atanyosha mapito yetu. Na hivyo tunamwangalia Kristo tunapoanza hii wiki, tunamwangalia Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Na hivyo tunapomwangalia mambo ya dunia, huwa ni uchumi ambao umekuwa ghali, haitatupeperusha, haitatuondoa katika hizi mbio. Tutaendelea kuzipiga hizi mbio, maana Kristo ako mbele yetu, yeye ndiye tunayemtazama. Paulo anasema ya kwamba nami mniangalie nikimtazama Kristo. Tuko mbioni, na mimi tunapokimbia hizi mbio ninamwangalia Kristo, nanyi niangalieni. Na hapo Ibrania sasa anatuambia tunapopiga hizi mbio tunaweza tukamwangalia Kristo, maana wakati mwingine watu waenda wakafeli, watu huenda watapungukiwa. Na iwapo umekuwa ukiangalia watu, utaacha kuzipiga hizi mbio. Ni safari ambayo tunayoienenda, ni safari inayohitaji uvumilivu, na zaidi ni safari inayohitaji kumwangalia Kristo. Ni biashara imekuwa ikienda chini, mwangalie Kristo kama mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yako. Ni magonjwa, mwangalie Kristo. Chochote kile na ambacho kinaonekana kitakudelay katika hii safari, mwangalie Kristo na uendelee kupiga hizi mbio. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo anatuambia hivi, tukimwangalia Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, na ambayo Biblia inasema ya kwamba yeye alistahimili msalaba na aibu yake. Na hivyo anatuita nasi pia, maana sisi tunamwangalia huyu Kristo, na huyu Kristo akatuambia, duniani mnao dhiki, lakini msife moyo, maana tayari mimi nimeushinda huu ulimwengu. Kristo ndiye anayetuzungumzia, na anatuambia ndio dhiki zipo, lakini zinapokuja, maana tunamwangalia Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, na ambaye alistahimili aibu, alistahimili msalaba. Nasi pia anatuita tuwe wavumilivu, tustahimili yawe ni mateso tunayoyapitia, chochote kile tunachokipitia, tustahimili na tuendelee kupiga hizi mbio. Tusiondoke nje ya hizi mbio. Iwe ni ukosefu wa kazi, usikuondoe nje ya hizi mbio. Iwe ni chochote kile na ambacho kinaonekana kuwa kigumu, wewe endelea kumwangalia Kristo, maana yeye alishinda, na aliposhinda tayari ametupa ushindi. Na hivyo tunamwangalia Kristo, maana tayari ameshinda ulimwengu. Tunamwangalia Kristo, maana tayari yeye ndiye mshindi wetu, na tukiwa upande wake hakuna lolote lile na ambalo litatushinda. Na hivyo anatuambia hivi, Kristo alistahimili msalaba na aibu, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yesu ni mfano wetu wa uvumilivu na imani. Shika hilo. Yesu ni mfano wetu wa uvumilivu na imani. Na hivyo ninapokuwa namalizia, tunapoanza hii wiki na kuendelea, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, na hivyo tunahimizika siku ya leo kuishi kwa uaminifu katika ulimwengu uliojaa majaribu, katika ulimwengu uliojaa mambo mengi. Lengo ni tupige hizi mbio kwa uvumilivu, na zaidi tumwangalie Kristo kama mfano wetu, na zaidi kama aliyeshinda na akatupa huu ushindi. Na maana tuko upande wake, hakuna lolote litatushinda hii wiki. Tunapomwangalia Kristo tutavumilia, hata wakati tunapitia mambo mazito hatutakata tamaa, tutavumilia. Wakati uchumi unaendelea kuwa ghali, tutavumilia, hatutaondoka katika hii safari. Na hivyo kuishi kwa uaminifu hata kama nini unalolipitia. Haya maandiko yanatuita tuishi kwa uaminifu. Haya maandiko yanatuita kuondoa vikwazo vya kiroho. Haya maandiko yanatuita kuvumilia changamoto. Haya maandiko yanatuita kumtazama Yesu kama mwongozo na mfano. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo haya maandiko yanatuita tuendelee kukimbia mbio za imani kwa uvumilivu na matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunapoanza hii wiki, Kristo amekuandaa. Ni mbio, tuko mbioni, na hizi mbio inapaswa tuondoe chochote kile na ambacho kitatufanya tuchoke. Bwana Yesu asifiwe.
Lazima tupige hizi mbio kwa uvumilivu zaidi, tukimwangalia Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Na ndio maana anatuambia basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo na dhambi ile ituzingayo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, hata ninapokuwa namalizia, angalia hawa mashahidi, kuna watu waliotutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Ili lazima tushike, kuna watu waliotutangulia na ambao pia wanatushabikia. Acha nitumie hilo neno kwa kosa lingi, wanatushabikia, maana walipitia haya mambo na wakayashinda. Wingu la mashahidi zaidi, pia kuna watu wanaotuangalia. Huu ni Ukristo wa aina gani? Hapa kuna mambo mawili. Kuna wale wanaotuangalia walishinda, walitutangulia, walipitia yale tunayoyapitia na wakashinda, na hivyo wanatushangilia. Pia kuna wengine wanatuangalia, Ben, hii ni Ukristo wa aina gani? Wewe, hii ndio Ukristo? Yani unapata mashahidi ni wengi. Kwa hivyo tuwe makini wiki, unapokuwa katika hilo duka lako, unapokuwa katika hiyo ofisi, chochote kile unachokifanya, shika hili, elewa kuna wingu la mashahidi linalotuzunguka. Kuna wale waliotutangulia na wakashinda, na hivyo wanatushabikia nasi tushinde zaidi. Pia kuna hapa tulipo duniani, kuna wale wanaangalia, je, huyu anafanana na Kristo? Huyu Kristo amekuwa mfano kwake? Basi hizi mbio tuzipige kwa uvumilivu, tukimwangalia Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, na tutashinda. Baba, ni asante kwa kunena nasi Jumatatu ya leo kupitia hili neno lako. Ni asante Mfalme mkuu na mtakatifu kwa kutukumbusha kwamba hizi mbio zinahitaji imani. Mungu wetu, Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie juu zaidi, kajitukuze Baba na ukajiheshimishe. Tusaidie, tushike kwa mkono wako wa kuume na ukatuongoze, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Limekuwa la baraka. Unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako, unaweza pia ukamtolea Mungu sadaka zako, fungu lako la 10, ukasapoti huduma, na ni kupitia M-Pesa 0792593648 0792593648. Mtolee Mwenyezi Mungu na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Kama uja subscribe, kumbuka kusubscribe kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Like, comment. Ukiwa nje ya Kenya, anza na +254 792 593648. Hiyo ni Sendwave Remit. Kwenye PayPal ni PayPal address bnsnmwanza@gmail.com. Mungu akubariki. Tupatane hapo kesho kwa neno lingine, tukabarikiwe kwa pamoja. Naitwa Benson Mwanza, mchungaji, na kupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.